Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya CGTN Kiswahili, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: China yarusha satellite 2 mpya za kisasa za upelelezi angani. Jeshi la China laimarisha ushirikiano wa vikosi vya anga na majini kwa operesheni za pamoja. Hohhot kaskazini mwa China atangazwa kuwa mji mkuu wa maziwa duniani. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. China imefanikiwa kurusha angani satellite 2 mpya za kisasa zenye uwezo wa kunasa na kuchambua taarifa kwa kutumia teknolojia ya hyperspectral. Satellite hizo, Oriental Smart Eye 01 na Oriental Smart Eye 02, zilirushwa saa 10 na dakika 38 alfajiri kwa saa za Beijing, sawa na saa 2 dakika 38 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, kwa kutumia roketi ya kubeba satellite ya Smart Dragon 3 SD3. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Roketi hiyo ilirushwa kutoka majini katika eneo la pwani ya Haiyang, mji uliopo katika mkoa wa Shandong mashariki mwa China. Satellite hizo zimefanikiwa kufika katika mizunguko yake iliyopangwa angani. Satellite hizo ni sehemu ya mpango wa China unaojulikana kama Oriental Smart Eye Constellation, unaolenga kuweka angani zaidi ya satellite 200 zenye uwezo wa juu wa kunasa na kuchakata taarifa ifikapo mwaka wa 2030. Kati ya satellite hizo, zaidi ya 100 zitakuwa za kunasa picha kwa teknolojia ya macho, zaidi ya 100 zitakuwa za rada, huku 4 zikiwa satellite za hyperspectral zenye uwezo wa kuchanganua taarifa mbalimbali kwa kutumia mawimbi tofauti ya mwanga. Uendeshaji wa uzinduzi huo kutoka baharini ulifanywa na kituo cha uzinduzi wa satellite cha Taiwan. Uzinduzi huo ulikuwa wa 12 kwa roketi ya Smart Dragon 3 tangu kuanza kwa safari zake za anga. Smart Dragon 3 ni miongoni mwa roketi za familia ya Dragon za China zilizotengenezwa mahususi kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya soko la biashara la kurusha satellite ndogo katika mizunguko ya chini ya dunia pamoja na mitandao ya satellite. Sera ya China ya kuruhusu raia wa mataifa mengi kuingia bila visa inaendelea kuvutia watalii wengi jijini Shanghai. Mbali na kutembelea vituo mbalimbali, wageni hao sasa wanachochea ukuaji wa biashara kwa kufanya ununuzi mkubwa wa bidhaa za ndani. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Wakiwa na orodha za bidhaa kwenye simu zao na masanduku matupu ya mizigo, watalii wa kimataifa wanamiminika kwenye Huai Hai Road, mtaa maarufu wa ununuzi wenye urefu wa kilomita 2.2 jijini Shanghai, kutafuta chapa na bidhaa za kipekee za China walizoziona mtandaoni. Sunglasses, purses, accessories. I actually found it on TikTok, and then I ordered one when I was in New York. I waited a while, and now I'm in Shanghai, and I said, why not check it out? I think it's more, like a modern and sleek looking, so I just like that it's not everywhere in the US, and it's a bit more of a rare find. Huai Hai Road ni moja ya mitaa maarufu zaidi ya biashara jijini Shanghai. I think we will be the most beautiful and fashionable ladies in our city. This one, this one, and maybe one more. Yesterday I buy 5, and today my mom buy 1. I wear it to Disneyland yesterday. I saw it in the window and I was like, I need that bag. It's so different and unique, and I'm just loving all the different things that, Shanghai and just China has to offer. Wanunuzi hao wanasema kinachowavutia zaidi ni ubunifu wa bidhaa, chapa za kipekee na usanifu wa maduka ambao ni tofauti na walivyozoea katika nchi zao. The difference in architecture, there's Shanghai only brands here too. Yeah, the independent designers are really nice. I feel like we have less independent designers, and when we just shop at the big brands or go thrifting in California. Style and the design and architecture of everything is just done so much more beautifully, in my opinion. I think everything feels very grand here, which I don't really feel in Singapore. But I think a lot of effort was put into the design of the stores, and I think that's something that's very unique about Shanghai.
Katika baadhi ya maduka, nusu ya wateja wanaofika wakati wa shughuli nyingi ni wageni kutoka nje ya China. International customers make up 80% of our weekend traffic. The average transaction is around 1,000 yuan or more. Their favorite styles are the runway pieces and leather goods. We get about 1,600 visitors on average. At peak times, 50% are international. Most of them buy at least 2 pairs. Kutokana na sera ya kuingia bila visa na kuongezeka kwa umaarufu wa chapa za China, Shanghai inaendelea kujijengea nafasi kama moja ya vituo vipya vya ununuzi duniani, ikiwavutia wageni wanaotafuta bidhaa na uzoefu wa kipekee ambao hawawezi kuupata kwa urahisi katika nchi zao. Jeshi la ukombozi wa wananchi wa China linaendelea kuimarisha uwezo wake wa operesheni za pamoja kwa kuunganisha vikosi vya anga na majini kupitia mifumo ya kisasa ya mawasiliano na uratibu wa kivita. Hatua hiyo imeonyeshwa katika kipindi maalum cha The Road to Victory kilichoandaliwa na China Media Group CMG kuadhimisha miaka 99 tangu kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa wananchi wa China. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Katika mazoezi haya ya kijeshi, meli za kivita na ndege za kivita aina ya J-16 zilifanya operesheni za pamoja kwa kubadilishana taarifa za malengo kwa wakati halisi kupitia mtandao wa kijeshi. Katika moja ya matukio ya mazoezi haya, maafisa waliripoti kuwa rada ilikuwa ikikabiliwa na usumbufu wa kielektroniki kutoka upande wa majaribio. Kufuatia hali hii, Kamanda Zhao Feng wa kikosi cha wanamaji cha ukanda wa kusini aliamuru ndege ya kivita aina ya J-16D kutekeleza hatua za kukabiliana na usumbufu huo mara moja. Baada ya mfumo wa rada kurejea katika hali ya kawaida, ndege za J-16 zilipewa ruhusa ya kushambulia lengo lililokuwa limeainishwa katika zoezi hili. Akizungumza kuhusu maendeleo haya, Kamanda Zhao Feng alisema mafunzo ya kisasa ya pamoja yanawawezesha wanajeshi kuunganishwa kwenye mtandao wa kivita kulingana na mahitaji ya operesheni, huku yakichanganya mafunzo na utayari wa mapambano. Aliongeza kuwa meli ya kivita baharini si chombo cha usafiri pekee, bali ni kitovu cha ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, mawasiliano na msaada wa mashambulizi ndani ya mfumo wa operesheni za pamoja. China inasema inaendelea kuendeleza uwezo wa kuunganisha operesheni katika maeneo mbalimbali ya kivita, ikiwemo bahari na anga za juu, kupitia mifumo ya mawasiliano ya kisasa, uelewa wa hali ya uwanja wa mapambano kwa wakati halisi, pamoja na mafunzo ya pamoja yanayolenga kuongeza uratibu na ufanisi wa vikosi vyake. China imeongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu mikubwa ya kisayansi mwaka huu, huku miradi yake mikubwa ya utafiti inayoendelea kutumika ikiendelea kuchangia mafanikio makubwa katika kuelewa zaidi kuhusu ulimwengu. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Hadi sasa mwaka huu, vituo vya China vya uchunguzi wa anga vimekuwa mstari wa mbele katika kufanikisha ugunduzi muhimu wa kisayansi. Kwa kutumia kituo kikubwa cha uchunguzi wa miale ya anga katika miinuko ya juu, Large High Altitude Air Shower Observatory, kilichopo mkoani Sichuan, kusini magharibi mwa China, watafiti wamegundua mfumo wa nyota mbili katika kundi nyota la Cygnus, ambao umebainika kuwa kichochezi chenye nguvu zaidi cha chembe za angani kuwahi kugunduliwa ndani ya galaksi ya Milky Way. Ugunduzi huu unatoa mwanga mpya kuhusu mazingira yenye nguvu za kipekee angani, yakiwemo mashimo meusi. Wakati huo, darubini ya redio yenye kipenyo cha meta 500 iliyoko mkoani Guizhou imerejea rasmi katika shughuli za uchunguzi baada ya kukamilisha zoezi la kubadilisha nyaya zake za chuma. Tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2016, imegundua karibu pulsar 1300, idadi inayozidi kwa mbali jumla ya pulsar zilizogunduliwa na darubini nyingine zote duniani katika kipindi hicho. Kwa sasa, China ina zaidi ya miundombinu 70 ya kitaifa ya kisayansi iliyo katika matumizi au inayojengwa, na hivyo kushika nafasi ya pili duniani kwa idadi ya miradi hiyo. Baadhi ya miundombinu hiyo imefikia kiwango kinachoongoza duniani, huku vituo vikubwa vya utafiti vikijikita katika wilaya ya Hairo jijini Beijing, eneo la Zhangjiang mjini Shanghai, mji wa Hefei katika mkoa wa Anhui, pamoja na ukanda wa ghuba kubwa wa Guangdong, Hong Kong, Macau. China pia imepanga kuzindua kundi jipya la miundombinu mikubwa ya kisayansi ifikapo mwaka 2030. Miradi hiyo itajumuisha mfumo wa ardhini wa usahihi wa hali ya juu wa kupima muda, pamoja na kituo cha kuiga athari za usumbufu wa uhandisi wa miamba ya kina kirefu, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa nchi katika tafiti za kisayansi
na uvumbuzi wa teknolojia za kisasa. Mji wa Hohhot ulioko kaskazini mwa China umetangazwa rasmi kuwa mji mkuu wa maziwa duniani, hatua inayotambua mafanikio yake makubwa katika uzalishaji wa maziwa, ubunifu wa teknolojia na maendeleo endelevu ya sekta hiyo. Mji huo ulitunukiwa hadhi hiyo wakati wa mkutano wa sekta ya maziwa duniani 2026. Ronald Mutie anaripoti. Mji wa Hohhot ambao ni mji mkuu wa mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China umetangazwa kuwa mji mkuu wa maziwa duniani katika mkutano wa sekta ya maziwa duniani wa mwaka huu. Mkutano huo wa siku 2 umewakutanisha viongozi wa mashirika ya kimataifa ya sekta ya maziwa, wataalamu wa sayansi na watendaji wakuu wa kampuni kubwa za maziwa duniani ili kujadili mustakabali wa maendeleo endelevu katika sekta hiyo. Hohhot has a great potential and it has a vast natural resources. Actually this could be really the center of dairy production, and not just production but innovation and really forefront of the world development with the goal of the sustainability and carbon footprint and a number of other things that consumers and the world should be worried about. Hohhot, actually the dairy industry has really taken a remarkable stride. So I think they deserve. Kwa upande wake, Lawrence Roichen ambaye ni mkurugenzi wa shirikisho la kimataifa la maziwa amesema kwamba mazingira ya Hohhot yenye nyasi za asili na mvua nyingi yanatoa msingi mzuri wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. My very first time to be here, but what I do really see is the grasslands, the greenery, the rains, which is really the part of the beginning of everything, right? It's about the feeding of the cow and where the lush liquid milk comes from afterwards. The sector globally is facing a lot of challenges. At the same time, there's a lot of dynamism, innovation, technology, always looking at the next science and moving it forward. And when I look around how Yili and Mengyu are working in that field about innovations and technology, is quite incredible. Wakati huo kampuni maarufu za maziwa duniani kama vile Fonterra na Tetra Pak pia zimetembelea Hohhot kutafuta fursa mpya za ushirikiano wa kimataifa. China's dairy industry has achieved remarkable progress. Today it is not only one of the world's largest dairy markets, but also an increasingly important source of innovation and leadership within the dairy sector. China has rising health and nutrition demands as well as focus on sustainability targets to reduce carbon emissions. Our high-quality grass-fed dairy ties in with both of these priorities from a nutritional and a sustainability perspective. Mji wa Hangzhou mashariki mwa China unaongeza kasi ya matumizi ya roboti zenye akili bandia katika sekta mbalimbali, ikiwemo huduma za matunzo ya wazee, huku ukilenga kuboresha huduma na kuharakisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika maisha ya kila siku. Zakia Pong ana mengi zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Wauguzi ya ndani inaweza kuwaongoza wazee kufanya mazoezi ya ukarabati, kusaidia kazi inayowawezesha kufuatilia na kutathmini hali ya mwili ya wazee hao kwa wakati halisi. Hutengenezwa na timu ya vijana yenye wastani wa umri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第5课，再吃几个。 Tafadhali soma pamoja nami. 面条，面条。饺子，饺子。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali yasome pamoja nami. 饿，饿。
我饿了。我饿了。想。想。想吃。想吃。最。最。最爱吃饺子。最爱吃饺子。给。给。给你。给你。再。再。再吃一个。再吃一个。饱。饱。我饱了。我饱了。 Sasa tujifunze jambo kuu la leo. 最。哪个最小？这个最小。哪个最多？这个最多。哪个最大？这个最大。你最爱吃什么？我最爱吃饺子。你最喜欢什么运动？我最喜欢游泳。Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii: watu hukua, watu hubadilika, ndio maana nafasi za pili ni muhimu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.